Yes, Wishoboy videoboy.com babake na je. Bwana nipo pande fulani pande za Tuangoma kwa sako. Bwana kama mnavyoona sasa vijana wengi sana wanagombania mambo ya siasa. Tutapata elimu kuhusu siasa. Tupo na mgombea nafasi moja. Bwana kiongozi, habari yako? Safi kiongozi. Salama kabisa. Bwana samahani kwa usumbufu bwana. Ndio. Bwana tuangalie kamera yetu afu watu wanahitaji kujua mambo mengi sana kuhusu kuhamasisha vijana kuhusu mambo ya siasa. Okay. Bwana kwanza heshima yako. Asante. Na kwanza hongera maana hongera kuchukua fomu. Asante sana. Bwana unagombania nafasi gani? Nafasi ya udiwani. Nafasi ya udiwani. Sehemu gani? Nafasi ya udiwani kata hii ya Tuangoma. Kata ya Tuangoma. Okay. Umeona Tuangoma kuna changamoto ambazo unaweza kuzikabili wewe kama kiongozi mtarajiwa? Zipo nyingi na zinahitaji mtu ambaye mwenye utashi wa kisiasa, okay, mwenye weledi, na mwenye kujitoa, okay, kwa ajili ya wananchi wake. Okay. Na mimi nimejipima, okay, nimejiona ninaweza kufanya. Kuna mtu ambaye alikushawishi kuingia kwenye siasa au wewe mwenyewe binafsi unaopo kuwa mwanasiasa mkubwa hapo baadaye? Amna alionishawishi. Ni kitu ambacho kiko kwenye damu. Napenda sana kuwatumikia. Unapenda sana kutumikia. Okay, na kingine nahitaji kujua unawasii vipi vijana ambao wanatamani kuingia kwenye siasa lakini wanakuwa na swaswa? Wengine unajua tunatoka tutoke kwenye ile dhana ya vijana wengi kupenda kukaa vijiweni, kudiscuss changamoto hizi wanatakiwa wachukue hatua ya kujitoa na wao kuingia kuzipambania hizo nafasi ili na wao yale wanaozungumza vijiweni basi wakafanye kwa vitendo kuyatatua. Okay, na nafasi nyingi sana katika vijana kwamba wanaona wanapitia changamoto nyingi sana, wanakuwa waheshimu watu, wanafanya hivi na hivyo alafu wanaizungumzia siasa kwenye jambo la ubaya zaidi. Wewe kama jambo hilo unazungumzia vipi kwa vijana? Kama nilivyosema, vijana tunatakiwa tuache kulalamika, tuchukue hatua ya kutumia haki yetu ya kikatiba. Kwa mfano ukiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, una haki, ukiwa mwanachama tuna haki ya kugombea nafasi za uongozi. Kwa tunatakiwa tutumie hizo nafasi ili kuingia kwenye hizo nafasi kutatua yale ambayo tunalalamikia vijiweni. Kwa ile kuanza kuzungumza vibaya viongozi na nini haipai na sio kitu kizuri. Okay, na fomu mpaka sasa hivi kwa jinsi ninavyoona upeo vijana ni wengi sana au vijana ni wachache jinsi ulivyochukua fomu? Vijana wapo. Vijana wamejitokeza, ni kweli, watu wazima wapo mchanganyiko. Wanawake wamejitokeza, nashukuru. Kwa mwaka huu kunaonekana mwitikio. Kwa ndugu yangu ndio kaniambia mapambano hapo mengi sana. Ya kutosha. Ya kutosha. Tunakolimbia mama anasemaga Mama Samia mitano tena. Mitano tena. Hiyo kauli unaizungumzia vipi wewe kama kijana wa Mama Samia? Mama Samia hana mpinzani. Hilo tulizungumze, ni ukweli, hana mpinzani. Na hana mpinzani kwa sababu ya mengi ambayo ameyafanya kwa wananchi wake. Tunazurudi pale. Yaani kwamba tunatakiwa yasizungumze maneno, vizungumze vitendo. Mama Samia amezungumza kwa vitendo. Amewagusa wananchi wa chini, changamoto zao kazigusa. Sasa utaenda leo utaenda kumwambia nini mwananchi akuelewe, asimpigie Mama Samia, ampigie mtu mwingine? Almost miaka ambayo amepewa Mama Samia ni michache sana. Ulitamani kwamba kuambia vijana na watu ambao wanaitazama Video TV sasa hivi Mama Samia ungependa kuwepo miaka mingapi zaidi? Mama Samia kiukweli tunawahitaji viongozi kama Mama Samia. Si ndio? Lakini katiba ndio inatakuwa ifuatwe. Kwa tuna katiba ambayo inatuongoza, kwa tunatakiwa tunasimamia kwenye katiba pale. Ila kiukweli Mama Samia ni kiongozi tukizungumza kiutashi. Kama mimi kunizungumza kama mimi. Naweza ngasema nikatamani Mama Samia atawale kwa kipindi chake kirefu zaidi. Okay, na hii ni mara yako ngapi kugombania udiwani? Hii ni mara ya pili. Ni udiwani, udiwani. 2020 niligombea, si ndio, lakini kura hazikutosha. Pia na mwaka huu tunaomba ridhaa ya chama. Wakitupa nafasi tutakuwa wagombea. Nafasi ya udiwani ambao unaigombania. Waelezeshe vijana, maana vijana unajua hawajui nafasi ya udiwani jinsi ilivyo. Waeleze yani kijana nguvu ya diwani katika jamii na kwa vipi? Nguvu ya diwani ni kubwa sana kwa sababu ukizungumzia diwani ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata. Kwa ni mtu mkubwa. Maendeleo yote unaona ndani ya kata lazima yafanyike kuanzia pale kwenye ofisi ya diwani. Uwekezaji kwenye kata hauwezi kufanyika bila kupitia kwa diwani. Kwa ni nafasi kubwa. Kutatua changamoto nyingi za wananchi zinaanzia pale kwenye nafasi ya diwani. Sawa. Unawaahidi nini wakazi wa kata ya Tuangoma? Unawaahidi nini kamera tuitazame? Kuna mengi ya kuahidi lakini wakati bado wa kuzungumza tukiruhusiwa na chama chetu kuanza kuzungumza. Tuna mengi ambayo tumeyapanga kuyafanya kwa ajili ya wananchi. Nadhani wakati tukifika tutaanza. Neno langu la mwisho, Mama Samia mitano tena. Asante sana. Umesema majina yangu ni Musa Yusuf Ali. Lakini maarufu zaidi watu wananiita Ali Alexia. Bwana tulikuwa na Ali Alexia Musa. Bwana mtu mbadi sana ambaye ni kijana ambaye anachukua nafasi ya udiwani kata hii ya Tuangoma. Bwana Mama Samia tunasema mitano tena. Asante.